Wizara ya nishati ya Israel ilisema haitarajii uhaba mafuta, kwani maandalizi yamefanywa ili kupata hifadhi ya kutosha kabla ya mgomo wa Iran dhidi ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha taifa hapo jana. Na taarifa ya wizara hiyo ilisema, wizara imekuwa ikijiandaa mapema. Israel ina mafuta na akiba na uhaba unatarajiwa, ilisema taarifa ya wizara hiyo. Licha ya uharibifu wa Bazan, kiwanda cha kusafisha mafuta huko Haifa, hakuna ugumu unaotarajiwa katika kusambaza mafuta kwa makampuni. Wafanyakazi watatu wa kampuni ya mafuta ya Israel ya Bazan Group waliuawa mapema Jumatatu katika mashambulizi ya Iran, kampuni hiyo ilisema katika jalada la udhibiti. Bazan yenye makao yake mjini Haifa, ambayo inasema ni mojawapo ya makundi makubwa na changamano zaidi ya nishati nchini Israel, ilitaja uharibifu na vifo vya wafanyakazi katika uzalishaji wa sheria kwenye soko la hisa la Tel Aviv. Jalada linasema mtambo wa kuzalisha umeme unahusika na sehemu ya uzalishaji wa stima na umeme unaotumiwa na vifaa vyote vya kikundi uliharibiwa kwa kiasi kikubwa, na kwamba vifaa vyote vya kusafisha na kampuni tanzu vimefungwa. Milipuko ilionekana katika mji wa pwani wa Haifa nchini Israel, ikiharibu majengo na kuteketeza miundombinu ya Israel. Iran ilirusha duru mpya makombora mapema Jumatatu, na hizi ndizo sehemu za Israel zilizoshambuliwa na Iran. Na kwa upande mwingine, kiongozi wa China Xi Jinping alisema nchi yake ina wasiwasi mkubwa na kuongezeka kwa ghafla kwa mivutano katika Mashariki ya Kati iliyosababishwa na hatua ya kijeshi ya Israel dhidi ya Iran. Shirika la habari la serikali ya China Xinhua liliripoti Jumanne. Katika maoni yake ya kwanza ya hadharani kuhusu mzozo wa Iran na Israel tangu ulipozuka siku ya Ijumaa, Xi alisema kuwa China, mfadhili mkuu wa kidiplomasia na kiuchumi wa Iran, inapinga vitendo vyote vinavyokiuka uhuru, usalama na uadilifu wa eneo la nchi zingine. Alisema migogoro ya kijeshi sio njia ya kutatua matatizo, na kuongezeka kwa mivutano ya kikanda sio kwa maslahi ya pamoja ya jumuiya ya kimataifa. Xi alisema akizungumza pamoja na Rais wa Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev huko Astana, mji mkuu wa Kazakhstan. Xi yuko Astana kwa mkutano wa pili wa wakuu wa China na Asia ya Kati. Xi alisema pande zote zinapaswa kujitahidi kupunguza mzozo haraka iwezekanavyo, na kwamba China iko tayari kufanya kazi na pande zote kuchukua jukumu la kujenga katika kurejesha amani na utulivu katika eneo hilo. Naam, hayo ndiyo matukio yaliyojiri juu ya vita vinavyoendelea baina ya Israel na Iran, huku Israel ikionekana kumwanza Iran, na mpaka sasa hali kuzidi kuwa mbaya zaidi katikati ya mataifa hayo mawili, huku watu kutoka kwenye mji mkuu wa Iran wa Tehran wakihama makazi yao kwa kukimbia mashambulizi yanayofanywa na Israel dhidi ya maeneo waliokuwa wakiishi. Tafadhali tuandikie mtazamo wako juu ya hili, lakini kikubwa tu endelea kutufuatilia kila wakati kwa taarifa nyingine nyingi zaidi kutoka hapa.